Wakenya wameanza kuuliza swali moja kali sana kwa Rais William Ruto ya kwamba how much is enough, au kiasi gani kinatosha, kutoka kwa viongozi wakuu hadi kwa vijana wa Gen Z mitandaoni. Madai mazito yanaibuka kuhusu pesa, mamlaka na hata mali kama Nairobi Hospital. Lakini swali ni hili, je, hizi ni siasa chafu au kuna ukweli ambao Wakenya wanaanza kuuona? Na mjadala huu haujaanza leo, uliwahi kuchochewa na kauli ya aliyekuwa makamu wa rais Rigathi Gachagua. Katika kauli yake, Gachagua aliuliza swali ambalo sasa linaonekana kurudi tena mitandaoni: ni pesa ngapi zinatosha kwa kiongozi? Alidai kuwa hata ukiwa na mabilioni bado unaweza kukosa amani ya moyo, kauli ambayo imeibua mjadala mkubwa sana Kenya. How much is enough, William Ruto? Just how much is enough? Unataka pesa ngapi? Lakini uzuri hata akiwa na hiyo pesa yote halali. Si umeona amekonda mpaka masikio imekuja juu? Mumeona? Hii mtu ako na mabilioni ya pesa, lakini si ndio? Na tutawacha halale. We'll make sure, William Ruto, you are not going to sleep for the next 15 months. Utalala ukifika Sokoi. Tutakuanika na hivi vijana wangu hawa. Si umeona vile amekonda mpaka masikio inafanya nini? Na bado hakuna mali ingine utaiba ya Kenya. What you have stolen is enough. Lakini sasa Gen Z wamechukua mjadala huu kwa kiwango kingine kabisa. Huyu msichana maarufu kama Gen Z Badi aliibua madai makubwa akisema kuwa kuna uvumi kwamba madaktari wanaweza kuathiriwa kwa sababu ya maslahi ya mali kama Nairobi Hospital. Hapa ndipo mambo yanazidi kuwa mazito zaidi. Je, ni ukweli au ni propaganda tu? So guys, sijui kama mmeona, but apparently your president now wants to grab Nairobi Hospital, a private entity. He has even abducted a doctor over there. And people are now tired. People are like, how much is enough? How much is enough? Mse anauza kuku, anauza mayai, anauza pipeline, anauza Safaricom, anauza ndege, anauza. How much is enough? Because public institutions are crumbling. Now he's going for the private ones. You gotta be joking. You gotta be kidding. No, because it doesn't make sense. You just sit and ask yourself. Baka nikakabi nikajiuliza, ama ujamaa asha make peace the fact that arudi. So he's digging a hole too deep that the next president has to like crumble down with him or something. What's going on? Because I don't give it. Anyway, one time rain that, so kindly follow me on Instagram, Facebook and X. Follow my backup account also. Purpose to register as a voter if you haven't. Na nawapenda sana. Na wakati mjadala unaendelea, swala la pesa pia linaingia. Mwananchi huyu anauliza swali moja kwa moja: je, rais anapingana na ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ripoti inayodai kuwa mamilioni ya pesa yamepotea kupitia mfumo wa SHA? Hii inaongeza shinikizo zaidi kwa serikali kueleza ukweli. President William Samoei Ruto amesema you're mad. You must be mad for insinuating that 50 million Kenya shillings imepotea through SHA. And if it was possible for SHA to lose 50 million Kenya shillings, hospitali zingekuwa grounded because hazingelipwa. But now, Mr. President, what we're wondering is, are you calling the independent auditor general in this country, Nancy Gathungu, are you calling her insane? Because sisi wote tulitoa report kutoka kwake. So are you tarnishing her reports? Wondering. But thing is, guys, muliona president jana NSC, mumeona leo, is he using Ozempic? Na katika bunge la mwananchi ambapo sauti za kawaida usikika, hasira za mwananchi huyu zinaonekana wazi kabisa. Mwananchi huyu anasema wazi kuwa si kila mtu amekubali kumfuata Ruto, na kitu ambacho Ruto anaweza kushinda ni njaa peke yake. Hii inaonyesha kuwa si siasa peke yake, bali uchumi pia unaongeza moto. Uhuru amechukua ka fraction ya ODM Kenya alibaki nako. Ruto amechukua ka fraction ka UDA Kenya alibaki nako, wameunganisha to fraction to win. Na unaniambia Ruto atashinda sure. You know majority of members of UDA walikuwa watu wa mlima. Do you know that? Yes. Yes. Majority of UDA members walikuwa watu wa mlima. Yes. Watu zaidi ya milioni 6. Yes. Kwa county ngapi? 11. Nakuru County, Laikipia County, Nyeri County, Nyandarua County, Kirinyaga County, Kiambu County, Embu County.
Lakini si kila mtu anakubaliana na lawama hizi. Mfuasi huyu wa rais anasema kuwa siku moja William Ruto atakumbukwa kama aliyekuwa rais wa Kenya Mwai Kibaki, kauli ambayo inaleta mtazamo tofauti kabisa ya kwamba historia inaweza kumhukumu tofauti na sasa. Unaona vile mnamkumbuka Kibaki? The former president Mwai Kibaki. President William Ruto mtamkumbuka zaidi. Hiyo nice wadanganye. Huyo mtamkumbuka zaidi. Na hata wakati mwenye atatoka kwa kiti mtaanza kusema tunahitaji William Ruto arudi. Wakenya msikie kwa makini. Siku penye William Ruto atatoka kwa kiti ndio mtasema tunataka arudi kwa lazima. Arudi kwa kiti kwa lazima, kwa sababu kazi yenye William Ruto amefanya, President William Ruto amefanya kazi hata sijui nani anaweza fanya kazi kiasi hiyo. For only 3 years, within 3 years unaona stadium imesimama. For only 3 years unaona markets, a lot of markets. For only 3 years amesort nonsense ya banditry Baringo. 3 years record, 3 years. Ni nani anaweza fanya hiyo kazi yote? Na kuna mwingine hapa mnaita ati alikuwa super CS wa interior na hakuweza kusort mambo ya banditry huko Baringo, huko Pokot. So my friends, mjipange vizuri. William Samoei Ruto mumpatie kura 98% 2027. Give him flowers yake. Appreciate him for the good work that he has done. Hakuna mwanaume mwenye akoseangi. Hata wewe mwenyewe mwenye unalalamika umekosea watu wengi kwa njia tofauti. But I want to tell you as a leader. Yeah? If you can remember very well Mwai Kibaki hapo nyuma, hakuna mwenye alikuwa na appreciate uongozi wa Mwai Kibaki until the time vile alitoka kwa kiti. Ndio tukamkumbuka tukasema Mwai Kibaki alikuwa mzuri, but you can't remember even 2007 chenye ilifanyika. Vile aliapishwa saa 2 usiku. We can't remember that. But what we remember Thika Road Super Highway. Ati economy ilikuwa mzuri, sijui nini, lakini hatujaona any facility ya sporting kama ya Talanta Stadium yenye alitengeneza. So let's give William Samoei Ruto his flowers. He is the best president that Kenya has ever had. And this thing mtajua very soon. So wale wengine wanasema ati tunataka one term, please usifikirie vitu kama hiyo. Ruto ni wa long term. William Ruto ni long term. Maisha ni ngumu kwa kila mtu, lakini naye William Ruto amejaribu kudhibiti economy akifanya maendeleo. So 2 term. Kwa hiyo swali linabaki, je, hizi tuhuma ni ukweli unajitokeza polepole au ni mchezo wa siasa unaolenga kumchafua rais? Kenya iko katika kipindi ambacho sauti za wananchi hasa Gen Z zinaanza kuwa na nguvu kubwa kuliko hapo awali. How much is enough? Enough is enough. Mr. Deputy President. Na sasa nataka kusikia kutoka kwako wewe mtazamaji wangu. Je, unadhani haya madai dhidi ya Rais William Ruto ni ya kweli au ni propaganda za kisiasa? Niachie maoni yako kwenye comment section, lakini tukumbuke kucomment kwa heshima. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Si umeona amekonda mpaka masikio imekuja juu? Mumeona? Hii mtu ako na mabilioni ya pesa, lakini hala, si ndio? Na nimemwanika jana, imepotea. Mtu amekasirika, akasirike asikasirike. Kazi yetu going forward ni kukasirisha Kasongo. Tukisikia kuna nyama amepanga ya Kenya kuiba, tunatangaza, inapotea. Kasongo hapa naita watu wezi. Mambo ya wizi ikiongewa Kenya, hakuna mtu ajui mwizi mkuu Kenya ni nani.